Kwa niaba ya majirani kwa niaba ya majirani mnikubali nialike. Najua majirani ni wengi. Nialike Mr. Wilson aseme kwa kifupi on behalf of neighbors. Unajua niliwaambia hii mazishi ni ya kifahari. Hii mazishi hatujazoea. Wacha tusijifanye ati tumezoea. Hapana, hii ni tofauti. Hii mimi mpaka picha zenye napigwa zinaenda kwa mtandao. Are you together? Hello? Mko sawa? Karibu sana Mr. Wilson. Nawe aseme kwa kifupi. Naomba utatumia mic iko pale. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Kristo. Mjambo. Majina ni Wilson Kibet, jirani hapa hivi wa Sosho. Tulitangulia hapa hivi, alafu Sosho akakuja nyuma, na tumekuwa na yeye tangu wakati huo mpaka wakati huu. Sosho tulikuwa tunaongea na yeye akinieleza story yake kutoka alipokuwa kule Kipkaren ati akuje Nangili na baadaye akuje mpaka hapa Kimumu. Sosho alinieleza ya kwamba unapoona vile nakaa saa hii sio ati vile ilivyokuwa kitambo. Kitambo hao watoto wake alikuwa yeye ndiye alikuwa mama na papa. Akasema watoto wake wote aliwafunza kufanya kazi. Shule ikifungwa, watoto wote wanaenda kwa shamba. Sosho alikuwa mtu mtu chapakazi. Alinieleza ya kwamba watoto alikuwa na watoto karibu 3 safari moja kwa sekondari. Na ile tegemeo lake ilikuwa tu ni shamba na mifugo. Alikuwa na mbuzi, hakuwa na ng'ombe, alikuwa tu na mbuzi na kulima. Na watoto walikuwa wanafanya hiyo kazi. So ni shukurani kwetu kwa sababu yale Sosho alinieleza, na unapoangalia sasa hivi vile tuko hivi ni mshangao kuu. Kwa sababu Sosho ni mtu ambaye alikuwa ni mkarimu. Tulipokaa hapa hivi alikuwa mtu mkarimu kabisa. Ndio unaona tuko na majirani kwa wingi. Ningeomba tu ya kwamba nipewe fursa hii niwasimamishe na hata wakuje mbele majirani, ili nyinyi watu kutoka mbali mjue ya kwamba Sosho alikuwa na majirani. So majirani wote wenye tuko nao katika area hii mkuje mbele. Please, nawaomba mkuje kwa haraka ili tuokoe saa. Na wakija natumai ya kwamba Bi Alice atakuwa atasema kwa kifupi. Yeah. Karibuni tu kindly. Please, wote hata makina mama mkuje nyinyi wote. Majirani ni wengi. Please. Hao wote majirani wetu wangekuwa na kitu ya kusema kwa sababu walikaa na kuongea na Sosho, lakini nitawapatia karibu watu 3 4 waongee. Ningependa kuanzia na Baba Kokei ambaye ni Moses, alafu tuende kwa Mrs. Choke, alafu Mama Kokei, alafu na mwingine wote mwenye atajitokeza. Yesu asifiwe. Mimi naitwa Moses Ruto. Mimi natoka Keyo. Koko, wacha niseme kwanza pole kwa hii nyumba.
kwa Cheke, pole. Lakini hiyo pole, wacha tuseme tu ni Mungu, sababu hatuna njia nyingine yenye tunaweza fanya. Ile kitu yenye mimi najua kabisa, mimi huwa nakaa na Koko hapo nje, tunashindanga naye hapo. Tuko na kitu kama ofisi yetu, kitu kama jioni ama saa 8 tunakuanga naye hapo. Huwa Koko ananiambia maneno mingi sana kuhusu maisha yake, mpaka vile alikuwa naishi. Sasa Koko si mtu ya kuweza kukombana na mtu. Area hii yetu hii yote hajakombana na mtu hata moja. Koko hana maneno na mtu. Huwa akienda, naenda kwa duka, anakuja na anaenda kanisa. Huwa ananiambia anaenda Barnabas. Sasa Koko, wacha tu tukubali, wacha tu aenda apumzike, sababu hakuna njia nyingine. Kwa hivyo ile kitu mimi naweza sema moja, asante kwa hii jamii. Kwanza wenye wanaangalia yeye, siku yenye alianguka chini, alikuja akanionyesha hapo mahali alianguka. Alafu akaniambia hiyo watoto wamewekea dawa. Alafu akaniambia kuna mtoto atakuja, mtoto ya gari, anaitanga hii kijana huyu, mtoto ya gari atakuja kunipeleka hospitali. Alafu mimi nikangoja tukakaa karibu siku 2-3, siku yani masaa mawili. Mama akakuja, mama ya hii mtoto ya gari. Hii akakuja akapeleka yeye. Sasa akaenda mpaka sasa town, alafu bado hatujakutana mpaka saa hii. Kwa hivyo mimi nasema pole, lakini nyinyi kwanza wewe Cheke, wewe ndio asante sana. Lakini chunga, sababu wewe unaweza chukua pati yetu yote. Alafu afadhali tungekawa kidogo, sababu wewe unaweza chukua yote. Kuna Koko ananiambia hata maneno mingi. Ananiambia kuwa kuna mtu kutoka kwa Wanandi huko, huwa analetea yeye mahindi. Ati last year alilete gunia moja full na mafuta. Akaleta, wacha tuone hiyo mtu, akalete gunia moja full. Ile mzuri ananiambia ati ndani hakuna kutoa kitu. Akasema analete mahindi na mafuta kubwa, debe moja analete. Alafu akarudia tena juzi, akakuja akaniambia kwa hii nyumba iko chakula mingi sana. Na hiyo mtu mwenye anatoka Nandi ndio alilete. Sijui kama tungeweza kuona hii mtu, sababu hata hii familia hii waone hiyo mtu mwenye analete gunia moja. Asante sana, asante. Asante sana. Alafu ile kitu yenye naweza sema Cheke, asante kwa ile maneno yenye umetufundisha pande hii, sababu kuanzia huko mahali nimeenda mpaka Keio huko, sijaona mtu amechengea mama yake nyumba kubwa kama hii. Yani ukiingia ndani ni kama Amerika. Yani ndani ni safi, yani iko na maji nini. Asante Cheke. Hakuna mahali pengine unaweza pata kitu kama hiyo. Asante sana. Hata wacha tusiseme maneno mingi, sababu tukisema mimi naweza sema mimi mwenyewe natumia gari ya hii mtoto ya gari. Mimi nimeingia gari mpya sababu ya hii kijana ya gari. Nimepitia gari. Hata mtoto yangu yote gari anaenda huko.
hakuna mahali pengine. Tumeweka sellotape. Nikasema yetu smart car peke yake. Hakuna mahali pengine tunaenda. Kama gari yako hakuna smart car, hiyo sio gari. Hakuna gari hapo. Kuna rafiki yangu alienda kununua mahali pengine huko. Alikuja kuchukuliwa, hiyo ilienda tena na akawekwa jela. Kwa hivyo mimi nasema ukitaka kitu smart car, weka sellotape. Asante. Mwingine. Ndugu yetu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza Mr. Shege tunakufulia kofia. Mungu akubariki sana. Ni kweli nikiangalia Mr. Shege na niangalie wale watu wanakimbianga mbio, kina Kipchoge nini, hatuoni coach, tunaonanga mkimbia, lakini kuna coach ambaye ameandaa huyu mtu mpaka akakimbia akamaliza mbi. Shege, wewe ulikuwa coach mzuri wa mama. Mungu akubariki. Jambo la pili ni kwamba shosho tunamjua kama shosho wa mayai. Yeye amekuwa mfugaji wa kuku. Kwa hivyo shosho ungempata hapa anasema dathi kwedia tutube na uke nyumba ukaragiru. Kwa hivyo shosho alikuwa mtu mzuri, alifungua nyumba mzuri yake, geti alifungua na maneno mazuri alinena juu ya watoto yake. Mumebarikiwa na shosho. Ingawa jambo hili limetokea kwa ghafla, lakini mjipe moyo, mtashinda. Lakini zaidi Shege toa kuinamirelia. Bwana Yesu asifiwe. Yangu nataka nishukuru Mungu siku ya leo. Imekuwa vyema kwa maana wakati nye gogo alilala tukaomba Mungu kibali ili atusaidie mpaka siku ya leo tumalize. Yangu mzee amemaliza. Huyu ni mzee yangu na amemaliza, ameongea mengi na ninashukuru. Yangu tu nataka niseme pole kwa mama na watoto wake na kanisa na jirani. Nataka niseme pole. Hii ni njia, hakuna njia nyingine. Huwezi hapa, huwezi fanya nini? Hii ni njia. Na hii ni njia ni wenye ameamini Yesu ni Bwana ndiye apate hii njia mzuri. Ya pili nataka nishukuru Mr. Cheke na Miss Cheke. Nataka nishukuru sana kwa maana hawa wamekuja na akanyakua baraka kwa hii nyumba kwa juu ya mzazi. Huyu koko wetu alikuwa wakarimu sana. Koko vile unasikia vile wamenena mazuri kwake ni hivyo. Kweli koko huwezi enda bila kupea we chakula. Koko nafikiri rafiki yake ya karibu sana ni huyu mzee because akifika saa 8 anakutana naye hapo. Na mimi naye naenda karibu 2 weeks 1 week. Akiniona tu nimefika anakimbia ananiambia kumbe ulifika. Ulilete nini? Nikamwambia gogo nimeleta kitu. Kaniambia sasa mimi sikuli hiyo chakula yenu hiyo. Nataka nikule nduma ama ngwache. So wakati ya mwisho last week wakati je tulikutana na yeye akaniambia unajua nimekonjeka, mkuu imeniuma nilianguka. Nikamwambia ulianguka na ukaumia? Akaniambia sikuumia sana. Ni ile ya ndani lakini nimepona na nimemeza dawa. Nikamwambia sikia hii mwili kwa maana ukishaanguka na hii mwaka yako hii natakana uende hospitali. Akaniambia hata kijana yangu nimeambia yeye atakuja kunipeleka. Na koko alikuwa mtu wa karimu. Koko alikuwa mtu wa bidii. Surely alikuwa mtu wa bidii. Hata wakati alihamia hapa mimi nikafurahi kwa maana alikuwa ni kama mama yangu. Ananisaidia advice. Ananisaidia jinsi ya kukaa.
Na gogo enye linishangaza kabisa kwa gogo, anakuangalia kwanza akupime. Unajua hawezi ongea hivi na kila mtu. I think hata watu wengi hapa. Na gogo anakupima kwanza. Kwanza sasa ile anakusalamia, anapenda kwanza ashika hapa kama iko sawa. Hapa. Kwanza mimi nikisalamia yeye kuja kunishika hapa anasema hapa amekuwa uchungu. Anashika yani anakusalamia kwa nguvu. Huyo mtu anamaanisha anakusalamia na furaha yote. Kabisa. So last week wacha niseme maneno ya unajua tuseme gogo kwa maana wengine kama wajachunga wasasi yao ama pengine hawajui kuongea na wasasi yao. Sisi hapa tunachukulia huyu gogo. Last week I think 2 weeks Mr. Cheke tulikuwa na wakati nilitoka tu hivi kwa gate tukakutana. Ndio nikaambia hata mimi nimeingia saa hii. Ukaniambia natoka nyumbani. Haya. Sasa tukaongea kidogo na wewe ukaenda. Ukaniambia tumekuja kuona gogo na rafiki yangu. Sikujua hata ni rafiki huyu mwenye mzee amesema. Ndio nikalala siku hiyo, next day tukakutana na gogo asubuhi na mapema saa 3 nakumbuka. Akakuja akaniambia, "Kumbe ulifika Sasa mimi jana nilipata mgeni." Nikaambia mgeni kutoka wapi? Kaniambia nilipata mgeni kutoka Nandi. Mama, akaniambia mama, alinitolea mahindi na tuve, msame saa huyo. Aliletea blanketi. Ati ameletea blanketi, ameletea yeye mafuta. Kwanza alisema mafuta sana. Mafuta yenye hata sijamaliza na iko ya next year. Nikaambia mbona last year? Nikaambia mbona gogo, hii mafuta hii usitumie? Akaniambia hapana, watoto analeta yao wanasoma. Kama hii jaribika, anasema wacha ikae, wanatumia yao. So nashukuru Mungu sana kwa maana huyu gogo afichi upendo ya watoto yake na wageni yake. Unajua kama angekuwa mwingine angesema. Akasema ako na mahindi safi enye iliokotwa kabisa hakuna chafu. Mahindi na blanketi. So nikaambia kama alitoa hiyo nini gogo, kuanzia leo enda fungua hiyo kwanza. Weka ile kando, alafu utumie ya huyu. Kwa maana aliweka nguvu sana. Aliweka nguvu mpaka akalia, akaniambia, "Huyo ni kijana yangu ya kwanza." Nikaambia gogo, si ndio siku ile uliniambia ati kijana yako alienda. Sasa unaona Mungu ameweka kijana huyu tena akuwa wako. Sasa huyo ni rafiki ya Cheke na ni kijana yako. So tunashukuru Mungu sana, tolea mzazi kama angali bado hako. Sasa unaona baraka yetu yote mtu ya Nandi amechukua. Amechukua kweli shwali. Na mimi naye siku moja ananiambia wewe unapenda kufunga. Leo sijafunga kitambaa. Akaniambia unapenda kufunga kitambaa. Na kwa nini usiniletee kitambaa? Nikaambia kitambaa gogo nataka I think leo mkiona yani gogo alikuwa anapenda kitambaa. Nikasema siku moja nitaenda kununulia yeye. Nikaletea asubuhi karibu saa 2. Kitambaa ngapi? 2. Alifurahi na akalia. Akaniambia kwanza leo wewe ni msichana yangu. Nikasema kumbe ile siku yote si kwa msichana yake. So tufanyie kazi wasasi ili Mungu abariki sisi. Ukifanyia msasi kitu utapata baraka. Wenye pato wako na wasasi, sisi wengine hatuna. Lakini hata saa hii tukitembea hapo town tunaona nguo mzuri, sweta mzuri na tunatamani sana kununulia hao wasasi wetu. Ukikuwa sasa bado wewe uko na msasi, hebu kwa karibu na yeye. Nataka nishukuru kabisa kwa maana huyu gogo hata siku moja akaniambia niko na nguo mingi sijui nitapeleka wapi. Nikaambia hiyo jumuiya yenu wanawekanga manguo alafu inaenda mahali. Akasema nitauliza. Akasema niko na manguo mingi nimeletewa. So kama hujaletea kitu shosho yako ama mama yako, ole wewe sasa. Tufanye hiyo kazi kwa maana kumbe ni ya baraka. Asante Mr. Cheke. Thank you very much. Umefanya kazi mzuri kwa hii village yetu, kwa hii kijiji yetu. Umeweka amani na umeweka baraka. Asante sana kwa maana Mr. Cheke kitu ya kwanza nilifurahi sana kwa moyo wangu ukupeleka gogo Kiplombe. Nashukuru Mungu sana. Vile nilisikia gogo anashikwa hapa, gogo anawekwa hapa nikafurahi sana. Nikasema asante. Kwa maana nilikuwa nalia hii nyumba sasa hii nyumba sasa imejengwa mzuri sana, ni ya kifahari kweli. Lakini sasa gogo wachukua wake si ndiye ataingia.
Lakini tukikuja hata sisi kukuja hivi tunaangalia survey ya gogo vile iko area ya gogo. So tuna shaka hatuwezi sema mengi sana kwa maana gogo alikuwa mzuri. Wacha tu Mungu aweke pema vizuri, alale vizuri. Sikuwa najua anaitwa Beatrice Wanjiko Cheke. Sikuwa najua, unajua tunaitanga sio. So mbarikiwe sana. Vile mzee amesema neno moja hapa. Kwanza mimi niseme yangu. Mimi sijui ya mzee. Nataka niseme yangu. Mr. Cheke na Miss Cheke. Wapi bibi ya Cheke? Mrs. Cheke. Ako. Thank you very much. Asante mama. Asante sana. Ubarikiwe. Paka ufike mwaka ya gogo na hata usitisha hata ikuwe 100. Paka ukuja utuchunge. Kwa maana umechunga gogo kweli. Umechunga kabisa. Ubarikiwe sana. Na wengine wenye walikuwa pamoja na gogo, mbarikiwe sana. Ya mwisho nataka niseme asante sana kwa Mr. Cheke. Hata mimi sikuwa nimepiga mbali sana. Sijui Musa alifikiria nini mpaka akaniambia sasa niko na rafiki yangu Cheke. Alisema niko na rafiki yangu. Wakati hata gogo alikuwa hajafika. Naonanga mzee tu ananuanga gari tu umbia na ingianga. Nasema amen, asante. Sio ndo baraka ni ya kwangu. Ingine tena naona kijana anakuja na gari. Amen, asante. Inatoka wapi? Kuna mzee mmoja ako huko town. Nikaambia na huyu mzee ni mzuri. Na mimi nikaombea. Kumbe mzee anasikianga vile naombea Cheke, akaenda akanunulia mimi gari. Hata mimi munipigia makofi. Akanunulia mimi gari. Nikasema huo. Kumbe ukifanyanga mzuri hata kuomba, kumbe unapewa. Na nikapewa gari. Na hiyo gari inatoka kwa Smart Car. So mimi niko karibu 6 inatoka kwa Smart Car. Mnataka nini? Sio ni baraka. Tufuate laini ya huyu kijana na tuombee sana ili Mungu asaidie. Asante Cheke, basa mama ameenda. Oi, tenyo guys. Sinyo gai. Mimi nimeongelesha nyumbani. Naambia akujange nyumbani. Sisi bado tunatamani akuje. Ndio atuonange sisi wote. Mimi ni mtu wa maneno mingi na mimi ndio niko na furaha. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Msione huyu mama ameongea sana, hajasema ameokoka, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mungu ameniwezesha, amenipea nguvu. Na hii boma tutakuwa pamoja. Hata kuokoka kama ameenda, bado tunaingia kwa Cheke kukunywa chai. Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Wacha tusalamiane. Mimi nikisimama hapa ni jirani wa gogo. Immediate neighbor naitwa Mrs. Choge. Mr. Choge yako hapa. Nachukua nafasi kutoa rambirambi kutoka kwa nyumba yangu na watoto wangu. Watoto wangu walimjua Shosho na walijua mimi ni rafiki wa Shosho. Shosh amekuwa rafiki wangu kabisa wa ndani na amekuwa mama yangu. Hapa nikiwa nyumbani nikipika hata chakula nakumbuka gogo, nasema wacha nipelekee gogo. Alikuwa anapenda githeri na ndizi. Mimi napiga na mimi naletea gogo. Gogo amewacha Mark. Amewacha legacy. Tunashukuru Mungu. Ametuambia history vile alianza maisha akingangana akishughulikia watoto. Akanifundisha jambo ya kwamba kila kitu ni kufanya bidii. Gogo aliniambia alikuwa anapika githeri yenye haina hata saa zingine haina maragwe, hakuna mafuta. Na gogo ameraise watoto. Tunasema asante. Asante mtoto wa gari nilikujua kupitia kwa gogo. Nashukuru Mungu. Nilijua wenye wako hapa kupitia Shosho. Tunashukuru Mungu. So leo ni celebrate the life of gogo. Nakumbuka the last week, some 2 weeks ago, almost 3 weeks, akaniita, akaniambia, akanipigia simu.
Akaniambia, wewe umeenda wapi? Wewe ujui mimi ni mgonjwa, nilianguka. Nikamwambia mama, nitakuja. Akaniambia, hiyo si tabia yako kukaa bila kuja kuniona. Nikamwambia mama, nitakuja. Tunasema pole kwa jamii. Thank you so much. Gogo aliishi kama mzungu. Asante sana. Thank you so much. Mungu atawaongezea miaka. The Lord will bless you. Mpaka mpige miaka mpita hata miaka ya gogo. So sitaki kuongeza. Nashukuru Mungu. Hata mimi cheke nitakujia gari. I'll come for the car. Thank you so much. God bless you. Basi sitachukua muda mwingi kwa sababu ya masaa. Au majirani wengi wangependa kuongea, lakini vile muda hayuko upande wetu, nasema ya kwamba waende waketi, na tunasema pole kwa familia ya Cheke. Pole. Thank you very much. Wapigieni makofi hao majirani. Wametoa maneno mengi sana ya shushu, na imekuwa vigumu kuwakata kwa sababu unajua wakati mwingine unaweza angalia huko mlianza na kukula alafu uanze kukata watu wa huku. Unaona hiyo ni vibaya. So nikienda kuamuka hivi nikaona nimeambiwa tuliza boli. Are we together? Asanti.